Haleluya, haleluya. Ni wakati mwema na ni mzuri ambao Bwana umeufanya ili tukaweze kupatana na kuonana katika siku ya leo ambao ni siku ya Jumatatu. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya neema hiyo na kibali chake, ya kibali cha uhai, ulinzi wake, maana kuna watu wengi ambao wangetaka kuona siku ya leo lakini hawajiona. Kuna wengine ni wagonjwa, wanaomba uponyaji, wanatamani kuwa na afya ambao uko nayo. Wengine wameaga. Wewe ambao Bwana amekuneemesha ukaona siku ya leo ukiwa mzima, ni vizuri ukachukue nafasi na kumshukuru Bwana, maana Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Amekukirimia hiyo neema ni kwa upendo tu. Si ati ni kwa uzuri wako ama ni vile ambavyo mnajuana sana Mungu, that's why umekaa jinsi ulivyo. Ni kwa neema ya Mungu. Ndiposa asubuhi ya leo na mko na kutokuwa mzima. Kuna watu wanaamuka mtu akiwa na matarajio na mipango mingi, lakini hafiki jioni. Unakuta ya kwamba mtu anampanga mipango yake, lakini kwa muda unakuta ya kwamba anapopanga mambo yale haiendi through. Sio kwa sababu huyo mtu sio mzuri, sio kwa sababu huyo mtu si mwema, bali mipango ya mwanadamu na mipango ya Mungu ni tofauti. Lakini maandiko inasema ya kwamba mawazo ambayo Mungu anatuwazia ni mawazo ambayo ni mazuri. Kuna mambo yananishangaza katika ulimwengu huu, ya kwamba nakuta ya kwamba mtu ameokoka lakini desturi na mila na vitu ambavyo ni vya ajabu vinafanyika katika watu hawa ambao mtu asema ya kwamba anamjua Yesu. Lakini ukikuja ukiangalia mambo jinsi ambavyo inafanyika, unaona ya kwamba hakuna Mungu hapo. Kwa sababu desturi na mila mingi haziambatani na uungu na Ukristo. Unakuta ya kwamba watu wanafanya kuchanganya. Mungu huwezi ukamchanganya. Huwezi ukatumikia mabwana wawili. Huwezi kuwa katika mila na katika Ukristo. Ni ukae kwa mila ama ukae kwa Ukristo. Njia tu ni hiyo. Lazima ukue moto ama ukue baridi. Lakini usikuwe wewe uko katikati. Kama unataka kukaa katika mila, kaa katika mila, wachana na Ukristo. Na kama unataka kukaa katika Kristo, wachana na mambo ya mila na mambo mingi. Kwa hivyo ni vizuri na ni vyema ujue ya kwamba Mungu hachanganyi. Na Mungu hachukuli jinsi ambavyo wanadamu wanavyofikiria. Wokovu ni uamuzi. Wokovu ni jambo ambalo la kufanya uamuzi ulio bora. Ni majukumu ambao unajitwika na kujikana kubeba msalaba wako. Haleluya. Kwa sababu umeingia katika ufalme mwingine. Umeingia katika sheria ingine. Kwa hivyo ni ufanye uamuzi ulio bora. Ni jambo ambalo linatakikana uchukue uamuzi mzuri. Haleluya. Tusijidanganye ya kwamba utachanganya Kristo na mambo ya mila. Maana mambo mingi ya mila haiandamani na Kristo. Haiandamani na uungu. Unakuta kwamba mtu pengine alisema kitu ni kwa sababu ya sababu zake. Baadaye anarudi anaachia watu, anasema kwamba msifanye hivi, msifanye hivi, msifanye hivi. Lakini kwa kusudi lake huyo mtu kuna mambo ambayo alikuwa anajiweka kwa mkwao. Kwa hivyo kabla hujachukua hiyo majukumu ya kusema sitafanya, ni vizuri ukajue na ukaelewa ya kwamba ni uko katika sehemu hivi. So ni vizuri ukajua ya kwamba hilo jambo haliandamani, halina uungu.
mambo ya mila na desturi unakuta ya kwamba mingi haziandamani na habari njema. Maana vitu mingi watu wanafanya kwa sababu ya mambo yake ama kwa faida yake. Na wewe unachukulia hilo jambo na linakuwa ya kwamba unaona ya kwamba ni la msingi. Unaona ya kwamba hilo jambo ni nzuri sana katika maisha yako. Utajikuta katika mashaka makubwa. Utajikuta katika balaa kubwa. Unadhani ya kwamba umefua, lakini kumbe wewe na Mungu mko mbali sana. Maana Mungu hachanganywi. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya uamuzi ulio bora. Ukafanya uamuzi ambao hauna mawaa. Maana safari ya wokovu ni ngumu. Safari ya wokovu sio rahisi. Wokovu sio rahisi. Kuokoka ni rahisi. Lakini kulia wokovu, hapo ndipo kuna kazi. Lazima ukafanye maamuzi mazuri. Kuna vitu ambavyo kabla hujaokoka zilikuwa za maana kwako, lakini unapookoka unakuta ya kwamba sasa unazihesabu kuwa ni bure. Kuna tabia ulikuwa unafanya sasa inabadilisha, maana kuokoka ni kubadilisha kila kitu. Kutoka ulimwengu wa rohoni mpaka ulimwengu wa asili. Kuna vitu ambavyo hautavifanya. Maana dhamira yako iko hai. Maana unapompokea Kristo kuna mambo ambayo lazima kuna mwenendo wako utabadilika. Kutoka mambo ya kiroho hadi mambo ya asili. So kwa hivyo upande mwingine inaonekana ya kwamba ni kama unafinyiliwa. Utaambiwa mambo mengi. Utahukumiwa mambo mengi, ingine hata haujui. Utashangazwa na mambo hata wewe hutaweza kuielewa. So mtu wa Mungu, chukua nafasi yako. Fanya uamuzi ulio bora. Na ujue kwamba wakati unapookoka sio rahisi. Usidanganywe na mtu. Wokovu ni rahisi. Wokovu ni ngumu kabisa. Ni wafanye uamuzi. Kuna njia ambayo inaonekana ya kwamba ni nzuri, lakini mwisho wake ni mauti. Kuna mambo yanaonekana ya kwamba ni kama ni mazuri, lakini nyuma yake ni kifo. Haleluya. Maana wakati unapompokea Kristo, unaanza vita na shetani. Maana sasa ni mstaki wako. Yuko humu kutafutia makosa, kukuvunja moyo, kutafutia watu wa kukudhihaki, kukuonesha ya kwamba wokovu ni bure. Sasa unakuta ya kwamba watu wengi wanasema kwamba tangu niokoke sijui ni kwa nini mambo mengine hayaendagi vizuri. Siondagi ni sijui ni kwa nini kunaendaga hadi. Nilikuwa na kazi sasa sioni kama kuna kazi. Nilikuwa nakaa vizuri. Naona ni kama sikai vizuri. Unaachana na dhambi. Maana dhambi sasa unakuta ya kwamba kama ni kwa kampuni, unaambiwa kwamba lazima ukafanye dhambi na mali ili ukapandishwe cheo. Kuna watu wengi wameingia katika maeneo ya mamlaka na njia kama ile. Unaongana ndio upate nafasi. As a Christian, yale mambo haufai kuifanya. Kwa hivyo wokovu ni gharama. Wokovu ni kwenda gharama. Hata maongeo kuna mambo ambayo huwezi ukayanena, kuna mambo ambayo huwezi ukayaongea. Kuna vikao hautakaa. Maana wokovu aliye ndani yako haikuruhusu. Wewe ni kiumbe kipya.
That's why ni lazima ukafanya uamuzi ulio bora. Kama ni msichana, sio lazima ukafanya dhambi ndio ukafaidike. Sio lazima ukahongane ndio upate kazi. Hiyo ndio kusimamia wokovu. Katika university unakuta kwamba ndio mtu apitishwe mtihani. Nilipata habari kama hiyo kwa university moja, ya kwamba ndio upitishwe, uonekane kama umepita, lazima ufanye dhambi ndio uweze kupitishwa. So huyo mtu amefanya dhambi na watu wangapi? Unajua ni nini ambao amebeba? Anakuharibia maisha. Na wewe ni Mkristo. Tusidanganyane. Maana mambo haya yako. Maana tuko katika ulimwengu ambao una dhambi nyingi, ambao una mpasuko mwingi, ambao una kujipenda. Sasa unakuta kwamba mtu pombe anaweza kununulia, lakini chakula hawezi. Lakini ikifika ni pombe atakununulia hata 10,000. Lakini ukupea 100 ukapea watoto, hawezi. That's why ni vizuri kusimama na wokovu wako. Wokovu ni kufanya maamuzi. Sina mengi, lakini wacha tukaangalia maandiko katika kitabu cha Isaia, mlango wa Isaia 43 kuanzia 1. Inasema nini? Katika mambo haya yote ambayo tumeyazungumzia. Lakini sasa Bwana aliyekuruku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitagharikisha. Uendapo katika moto, hautateketea, wala mwali wa moto hautakuguza. Maana mambo yale mengi yanakuwa ni kama moto. Maandiko inasema ya kwamba usiogope, usitishike, maana Bwana ako pamoja nawe. Bwana atakutetea katika kila hali. Lako tu ni kusimama katika pengo na katika sehemu ambayo ni yako. Lako tu ni kufanya uamuzi ulio bora. Kufanya maamuzi mazuri, kusimama vile ambavyo inavyostahili. Mtu asikudanganye ya kwamba unastahili utoe dhabihu ya kujikomboa. Hakuna dhabihu ambayo unaweza kutoa ikakukomboa. Ingekuwa Kristo hangekuja. Kristo hangekufa ni kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo hakuna dhabihu ambayo inaweza simamishwa ati ni ya kujikomboa. Kristo ndiye alifanyika dhabihu ili tukakombolewe. Akafanyika njia na uzima. Haleluya. Maana yeye tu ndiye njia. Kumuona Mungu, Kristo ndiye njia. That's why nimesikia ukisema ya kwamba kuna mambo ambayo yatakuja, lakini Bwana anakuambia kwamba usiogope wala usitishike. Mengine yanakuwa ni kama gharika. Nakuta ya kwamba ndio unateseka, unahitaji uko kama ni dada. Lakini unaambiwa kwamba lazima inale na wewe ili ukaweze kukupea hiyo nafasi, ili ukaweze kusaidika.
inakaa ni ya faida, maana ndio kazi utapata. Lakini hautahesabika kama shujaa wa imani, hautahesabika kama mtu mwenye ameokoka, hautahesabika kama mtu mwenye amempokea Kristo. Maana kuitwa Mkristo ni utembee kama Kristo. Mfano wetu ni Kristo. That's why hauitwi Musa, hauitwi Muelija, hauitwi Maria, unaitwa Mkristo. Kwa hivyo lengo mwenye tunafaa kufuata ni Kristo, sio Musa, sio Elija, bali ni Kristo. Maana yeye ndiye alitolewa kwa sababu ya ukombozi wetu. Yeye ndiye tunayemwangalia, yeye ndiye tunayemtazama. So mambo yale as a Christian lazima ukaitilia maanani na ukatia mkazo ili ukamalize mwendo salama. Lakini usipojichunga utakuta umenaswa, hautakuwa umemaliza safari yako na njia nzuri. Wokovu wako utakuwa na mawaa. Sina mengi. Wacha Bwana akawabariki na akawatende mema. Pengine uko hapa na haujaokoka, ungependa kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Njia ni moja tu, rudia hili ombi. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako kama mwenye dhambi. Nimekosa, nimetenda dhambi mbele zako. Lakini kuanzia siku ya leo nakiri ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wa maisha yangu. Lifute jina langu kwa kitabu cha mauti, ukaniandike kwenye kitabu cha uzima. Nimeokoka na kuamini. Kuanzia sasa nitakufuata, nitakuamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Niombe fupi, lakini huo ndio wokovu. Kuanzia leo, kama ukijua kwamba amini ya kwamba umeokoka, tafuta kanisa lililo karibu na wewe, bora linahubiriwa Kristo. Linahubiriwa Kristo, nimebeba neema ya Mungu. Ingia mara pale ili ukaweza kufundishwa na ukapewa mwelekeo. Kuanzia leo uamini ya kwamba, maana wokovu ni imani, ni kuamini. Maana hata ukienda ukikiri ya kwamba na hujiamini ya kwamba Kristo ni Bwana, bado hapo kuna shida, kwa sababu watu wa Mungu wakaa katika imani. So wokovu ni kuamini na kufuata. Bwana wabariki na watende mema. Asante sana kwa sababu ya watu ambao wanafuatilia channel hii. Popote ambapo ulipo, nasema Bwana akubariki na akutende mema. Maana bila nyinyi mimi kuhubiri haina maana. Unaposikiza ujumbe huu unasambasia mwingine, nashukuru sana. Maana kuna watu wengine, mtu ananiambia kwamba nitafanya nini niokoke, sijijui, nataka kujielewa mimi nimeitwa kama nani, mimi kazi yangu ni gani. That's why ninashukuru sana, kwa sababu naona ya kwamba kazi ya Mungu inafanyika na inaendelea vizuri. Na wewe ambao uko hapo na unasikiza huu ujumbe, ama hizo jumbe ziko katika channel hiyo, sambasia, ambia marafiki, ambia jamii, ili tukaweze. Unapofanya hivyo
hata wewe ni kuhubiri na hubiri. Maana kuhubiri sio lazima usimame kwenye pulpit. Sio lazima uchukue microphone ndio uhubiri ndio ijulikane kama unahubiri. Lakini kwa kuhusika kueneza injili, kujitolea, hiyo ni njia moja ya kuhubiri. Bwana wabariki na watende mema.